Hofu yao kubwa wengine ilikuwa kwamba walikuwa wakidhani kwamba kile kima cha chini cha mshahara kilichoongezwa kimeongezwa kwa kiasi. Mfano, katika hii sekta ya majumbani kwamba kima cha mshahara kilichopita kilikuwa ni 60,000 na sasa hivi ni 80,000. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa wanadhani kwamba imeongezeka 20,000, kwa maana kwamba hata yule ambaye anapata 80,000 tayari anatakiwa kuongezewa 20,000. Na ndo madukuduku mengi yalikuwa juu ya hivyo. Lakini pia na wale ambao tayari walikuwa katika 80,000, wengine walikuwa na hofu kama watashushwa mshahara. Tumetoa elimu kwa namna ambavyo tumeweza, na changamoto kubwa pengine iliyokuwepo, ilitangazwa kwamba kima cha chini cha kile ambacho kimepimwa takwimu iliyofanyika, hicho nacho kilichanganya watu wengi, wakawa wanajua kima cha chini 375 walio wengi. Na hapo tumepata changamoto kidogo kwa sababu kulikuwa na mgomo katika baadhi ya maeneo, lakini baada ya kutoa elimu na ufafanuzi na serikali pia kulitolea ufafanuzi, baadaye watu walielewa, ikabaki sasa ni migogoro kisekta. Sasa katika kufanya kaguzi zetu tumebaini asilimia kubwa hasa makampuni ya ulinzi wameshindwa kutekeleza hiki kima cha chini cha mshahara pamoja na shule binafsi, na sababu kubwa wanazozitoa, kuna baadhi wanasema kwamba hawakuwa na taarifa. Kwa hiyo kwa sababu ndio wamepata taarifa, basi watajiandaa kwa mwezi huu wa pili kubadilisha vima vya chini vya mshahara. Lakini kuna wengine wanasema gharama za uendeshaji zitakuwa kubwa, watashindwa kujiendesha. Kwa hiyo wanafanya utaratibu wa kutaka kupunguza gharama za uendeshaji, ikiwemo kupunguza idadi ya wafanyakazi. Lakini kuna wengine ambao licha ya kupata taarifa mapema walikuwa bado hawajaweka katika bajeti zao za taasisi, kwa hiyo wameshindwa kutekeleza. Kwa changamoto ni nyingi, lakini mwisho wa siku taarifa zilitolewa mapema na elimu ilitolewa ili utekelezaji uanze Januari. Kwa hiyo matarajio ya serikali kwamba itekelezwe kama ambavyo ilivyotangazwa. Sasa hatua ambazo sisi tunazichukua, sababu ni mahusiano kazini na wakati mwingine hatutaki pia kuleta madhara kwa wafanyakazi, tunaendelea kutoa elimu na ushauri, lakini kwa wale ambao wataonekana kabisa kuendelea kukiuka kwa makusudi, tutachukua hatua nyingine za kisheria, ikiwemo kuwafikisha mahakamani. Bado ni kima cha chini ambacho hakitoshelezi. Bado tukiangalia hata nchi za wenzetu, kwa mfano tukiangalia nchi za wenzetu bado kiwango chetu ni cha chini sana. Kwa hiyo mimi nashauri bado sera ziendelee kuboreshwa ili tufike hatua ambayo kwa kweli kiwango cha chini hata cha mfanyakazi wa nyumbani kiweze kuongezwa, kwa sababu kwa majukumu anayoyafanya kuanzia asubuhi mpaka jioni, anakutazamia watoto, anafanya kila kitu. Ni tofauti hata tunapoenda kwenye maofisi. Unakuta ukienda ofisi hizi za kawaida, unakuta kama ni mwanasheria atafanya kitengo chake tu kile ambacho amesomea mwanasheria, lakini ukija kwa mfanyakazi wa nyumbani unakuta ni tofauti. Atamwangalia mtoto, atapika, atadeka, atamwangalia kama kuna mzee, atafanya kila kitu. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu naona bado kiwango hakitoshi, na hivyo sheria ziendelee kuboreshwa ili tufike kiwango kizuri, lakini kitekelezwe, sio kuongezwa tu, na utekelezaji uweze kuwepo mzuri. Mabinti wa kazi tunapokuwa tukiwalipa vizuri kulingana na utaratibu uliotolewa na serikali, maana tunawaachia familia zetu, sisi tunakuja majumbani. Unapomlipa vizuri, anakutunzia mji wako vizuri na watoto wako, kwa sababu anakuwa ameridhika. Mara nyingi wanadhulumika. Kuna watu ambao sio waelewa, wanafanya ndivyo sivyo. Binti wa kazi anaweza kufanya chochote kibaya, bahati mbaya, lakini mwajiri akamfukuza, mara anamkata mshahara wake kwa ajili ya kulipa kitu labda ameharibu au chochote, unaona. Kwa hiyo kuna madhara kwa binti wa kazi, anakosa haki zake za msingi. Lakini pakiwa na mkataba ukiwepo kidogo inasaidia. Msichana wa kazi au mdada wa kazi anaweza kwenda serikalini, kwa mfano kwa watendaji wa kata, na tukafuata mkataba wake na akapewa haki yake. Wafanyakazi wa nyumbani kumekuwa na tabia ya wazazi kutokuwa na elimu ya kutosha, kwa sababu ya kuwapelekea elimu ya kutosha. Sasa kupitia mafunzo haya tulichokipata hapa, tulianza kwa mikataba ya mfanyakazi wa nyumbani ili aweze kupata haki yake ya msingi, ambayo tulianza na kima cha chini kabisa ambayo ilikuwa ni shilingi 40,000. Tulitoka kima cha chini tukaja shilingi 60,000.
tukaja tena kiwango cha shilingi 80,000, lakini mpaka sasa ili aweze kupata haki yake ya msingi mfanyakazi wa nyumbani, ambapo mpaka sasa hivi imefikia kiwango cha shilingi 100,000. Sasa kupitia hii elimu tuliyoipata hapa, ilikuwa ujumbe ulikuwa hujafika kwa jamii.